Tutakuwa na Bible study tukiendelea nini? Somo letu. Ni somo lipi tumekuwa nalo katika Jumapili zilizopita? Kwa kuwa sasa uko kanisani. So tumekuwa na somo hili kwa kuwa sasa uko kanisani. Wangapi wanalipenda somo hili? Hallelujah. Unakuwa ndani ya Kristo na kuwa kanisani. Kuwa ndani ya Kristo ni reality ya kiroho. Kabisa. Tumo ndani ya Kristo Yesu. Lakini umo ndani ya Kristo Yesu, watu walioko ndani ya Kristo Yesu wanakuwepo katika makanisa ya mahali, makusanyiko, familia hapa na pale. Tunakuwa katika jamii ya watakatifu, kanisa la mahali. Tumejifunza katika siku zilizopita kwamba kanisa ni mkusanyiko wa waamini, walioamini katika Kristo Yesu. Mahali fulani wakiwa na uongozi mahususi. So ni kusanyiko la waamini katika mahali, lakini pia wakiwa na uongozi mahususi. A gathering of saints, of believers in a place with definite leadership. Tukasema kwamba kuna kuwa na uongozi mahususi. Hallelujah. Kanisa la mahali, jamii ya waamini. So tumeongea mambo kaza wa kaza, lakini tulianza kujifunza kwamba mwamini anapokuwa katika kanisa la mahali, au mtu anapoamini anapaswa kuwa committed kwa kanisa la mahali. Kwa sababu kanisa la mahali, jambo la kwanza la msingi ambalo tulijifunza ni kwamba linazalisha ukuaji wa kiroho. Nakumbuka hiyo? Linazalisha ukuaji wa kiroho. Na tukasoma kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 17. Mungu amefanya kwa hekima yake waamini wawe na kusanyika ili ukuaji wa kiroho utokee. Kwa ni platform ambapo ukuaji wa kiroho unapatikana. Glory to God. Kwa ni maombi yetu asubuhi ya leo tunapoendelea kujifunza habari hii, kama macho yetu ya moyo yanaangaziwa, yanatiwa nuru. Hallelujah. Fahamu zetu zinafunguka kabisa. Kwa kazi ya Roho katika utu wetu wa ndani. Tunapokea nuru ya injili yake Kristo. Tunapokea nuru ya neno lake, na maarifa ya ufunuo yanasambaa katika mioyo yetu. Tunajiona vizuri katika kanisa la mahali kama ambavyo Baba anatazama ndani ya Kristo. Vivyo hivyo tunajiona vizuri katika neno lake kama ambavyo Mungu anatazama ndani ya Kristo Yesu. Kila kitu kinakuwa wazi tunapojifunza, kila kitu kinakuwa clear kabisa, hakuna mkanganyiko, hakuna makosa hata kusikia wala katika kuelewa. Bali wote kwa pamoja kama kanisa tunajengwa, tunafaidiwa na Baba anatukuzwa. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kwa sitarejea sana yale ambayo tumekwisha yazungumza. Itaendelea na sehemu zaidi, ama tutaendelea pale tulipoishia. Hallelujah. Nikiamini kwamba kabla ya leo ulipitia notes ama ulisikiliza tena somo, kurefresh memory yako. Wiki 2 zimepita na inaweza sio rahisi sana kama mtu hujarejea hivi karibuni na kuendelea na mfululizo. Glory to God. Kwa hiyo katika yale ambayo tumeyasema, hasa kuhusiana na kwamba kanisa la mahali linaleta ukuaji wa kiroho, ina maana ya kwamba commitment kwenye kanisa la mahali ambayo inaonekana kwa uthabiti wa mahudhurio. Commitment kwenye kanisa la mahali ambayo inaonekana kwa uthabiti, consistent. Unakuwa na uthabiti, uendelevu katika mikutano ya kanisa. Unamsaidia muamini, anachochewa katika kazi njema, anatembea katika upendo. Hallelujah. Tuko pamoja? Commitment. Muamini ama mtu yote kisha kuwa sasa ameamini, anakuwa committed kwenye kanisa la mahali. Na commitment yake inaonekana kwa jinsi anakuwa na uthabiti. Sema uthabiti. Uthabiti ni uendelevu. Regular meetings. Unakuwepo katika cell meeting. Unakuwepo katika prayer meetings. Unakuwepo katika Sunday service. So ibada ya Jumapili upo, unapatikana. Kuna Bible study katikati ya wiki, unapatikana. Mkutano wako wa seli unapatikana. Mkutano wa maombi unapatikana. Hiyo inazalisha
ukuaji wa kiroho kwa muumini, maana yake pia anachochewa katika kazi njema, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 24 kwamba tusiache kusanyika, lakini pia anasema kwamba tuangaliane sisi kwa sisi. Alafu anasema pale kuna kuchochea kazi njema. Kuchocheana kwenye kazi njema. Haleluya. Kwa ni ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo naweza kusema ya kwamba muamini anaweza kupima ukuaji wake wa kiroho kwa idadi ya mikutano ya Kikristo aliyoattend. Haleluya. Muamini anaweza kupima ukuaji wake wa kiroho kwa idadi ya mikutano ya Kikristo anayohudhuria. Kwa sababu kama kusanyiko linafanya yale ambayo kusanyiko linapaswa kufanya, ni ideal, ni sawa kabisa. Yani kanisa linafanya mikutano, mambo yanayopaswa kufanya katika mikutano katika ubora na usahihi wake. Yani wanakutana si kwa hasara bali kwa kufaidiana. But the more muamini anakwenda kwenye mikutano, the more anachochewa katika kazi njema, anakuwa kiroho. Si ndivyo? Kwa hiyo katika ideal situation tunategemea kwamba muamini anakuwa zaidi kwa kadri anavyohudhuria makusanyiko ya kanisa, mikutano ya kanisa. Amen, amen. Kwa mfano leo hii umekuja. Kuja kwako leo na mambo yaliyofanyika, kuna mambo yameongezeka kwako tofauti na ambaye hakuja. Ni kweli ama si kweli? Umehudumu mambo katika roho. Kuna hatua umepata katika kuhudumu zaidi. Nasema nishahudumu, lakini the more unahudumu unakuwa, si ndivyo? The more una exercise, unafanya kazi njema katika kanisa la mahali, kwa ndugu, kwa watakatifu, ndivyo unavyozidi kuimarika na kuwa bora na kuwa effective au mwenye ufanisi katika mambo haya. Kwa ukuaji wa kiroho, unaweza kusema kwamba unaweza kupimwa kwa idadi ya mikutano muamini anahudhuria. Haleluya. Lakini ni muhimu sasa kuweza kutaja dhahiri kabisa kwamba ukuaji wa kiroho wa waamini umekuwa committed kwa wanadamu ama kwa watu. Ukuaji wa kiroho, yani maana yake dhamana ya kufanya wewe ukue kiroho imewekwa kwa watu. Spiritual growth of believers is committed to men. Hiyo dhamana ya ukuaji wa kiroho imewekwa kwa watu. Kwa kuweka vizuri zaidi kwa uongozi katika kanisa la mahali. The leadership of the local assembly. Elders, wazee katika kanisa la mahali. Wazee katika kanisa la mahali ni watu namna gani? Wazee katika kanisa la mahali sio wazee kwa umri, sio wazee kwa sababu ya wingi wa ndevu au nywele nyeupe. Wazee katika kanisa la mahali, maandiko yanapotumia neno mzee ama wazee, linaongelea matured Christians. Wakristo waliokomaa, Wakristo ambao wamekomaa, ambao wana oversight, wana uangalizi juu ya wengine katika mambo ya kiroho. So elders ni matured Christians. Wazee ni Wakristo waliokomaa. Kwa hiyo yote ambaye amekomaa, amekuwa, anawaangalia wengine kwa ukuaji wa kiroho, anaitwa mzee. Haleluya. Kwa tunasema ya kwamba ukuaji wa kiroho umefungamanishwa, ama tumeseme umewekwa, umekuwa committed kwa hawa wazee ama uongozi katika kanisa. Ni watu committed to men. Ni watu wanaokulea ili ukue kiroho. Haulelewi na malaika. Haulelewi na malaika. Ni watu wanaokulea ili ukue kiroho. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Kitabu cha Efeso, fungua pale twende pamoja na tunasoma wote, tutasoma kwa haraka kabisa. Kitabu cha Efeso. Fungua Biblia yako. Sura ya 4 mstari wa 11. Umefika? Haleluya. Wa Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Tutasoma na wa 12. Haleluya. 1, 2, 3. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Tuko pamoja? Umeona utendaji huu ameuweka katikati ya watu katika kanisa la mahali. Anasema ili kwamba iweje? Mwili wa Kristo ujengwe. Ili hasa kuwakamilisha nini? Watakatifu. So ina maana spiritual growth iko committed kwa watu, hasa wazee katika kanisa la mahali. Haleluya. Wakolosai 1:28. Wakolosai 1:28. Nafungua kwa haraka. Wakolosai 1:28.
Kolosai 1:28. Haleluya. Umefika? 1, 2, 3. Ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Tunaweza kurudia? Ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. So huyu ni elder, huyu ni mchungaji, anasema ya kwamba anajibidisha, anasema ya kwamba wanadumu kumfundisha kila mtu, wanamwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, upate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo Yesu. Glory to God. Hallelujah. Kwa hiyo kanisa la mahali ni mpango wa Mungu na kusudi lake kwa waamini. Amen, amen. Kwa waamini wote. Kwa waamini wote. Kwa kadri ambavyo muamini ama Mkristo anaatendi makusanyiko, ndivyo anavyozidi kutembea katika mapenzi ya Mungu katika maisha yake na kukua kiroho. Kadri muamini anavyo attend, anavyohudhuria mikutano ya Kikristo, ndivyo ambavyo anatembea katika mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake na hivyo kukua kiroho. Haleluya. Jambo lingine, kanisa linasaidia muamini kuweza kuwa mwajibikaji na mtiifu, accountable and submissive. Mwajibikaji na ambaye anaweza kukaa chini ya mamlaka ama chini ya utaratibu. It helps the believer to be accountable and submissive. The local church, kanisa la mahali, linamsaidia muamini kuwa mwajibikaji, mwenye kuwajibika na kukaa chini ya uongozi. Sababu kukaa chini ya uongozi pia ni ukuaji wa kiroho. Kuweza kukaa chini ya uongozi, kuweza kutii chini ya mamlaka, ni ukuaji wa kiroho. Dunia inaweza kukulea kama mtu ambaye hawezi kuongozwa. Kanisa linakulea kukua kama mtu anayeweza kuongozwa. Sababu dunia yote Mungu ameweka mambo katika order. Hata katika nyumba kuna order. Nyumba, mtu mume na mtu mke na watoto wako pale, it is not without order. Haipo bila utaratibu. Kwa kama Mkristo akufundishwa vizuri katika familia yao, kanisa litamfundisha submission, utii na unyenyekevu katika mamlaka iliyopo. Kwa kujua hivyo, anaweza kuishi vizuri katika nyumba yake au katika ndoa yake. Kwa kufahamu kwamba taasisi ya ndoa na yenyewe ina utaratibu, ina mamlaka. Kwa mtu anakuwa vizuri. Ndio maana wakati mwingine tunasema kwamba tunapokuwa Wakristo wazuri, tunaweza kuwa wanandoa wazuri. Amen, amen. The more we become better Christians, tunakuwa good partners hata nyumbani. Kwa ukuaji wa kiroho unatusaidia namna tunavyoweza, kanisa maana tunatusaidia namna tunavyoweza kukaa kama wanaowajibika, lakini pia kukaa chini ya mamlaka. Kama unaweza kaambiwa fanya hili na ukalifanya, hata kama si jambo ambalo you enjoy much, ila kwa sababu ni maelekezo katika utaratibu uliopo, basi unayapokea na unayafanyia kazi. Glory to God. Kitabu cha Ibrania sura ya 13 mstari 17 tunasoma wote. Kitabu cha Ibrania sura ya 13 mstari 17. Kwa kuwa sasa uko kanisani, unapaswa kutambua kwamba kanisa linakusaidia wewe kuwa accountable, kuwa mwajibikaji. Glory to God. Waibrania ngapi nimesema? Haya ni maandiko ambayo unayaweka katika ufahamu wako. Kiandika hapo, unaandika Ibrania 13:17, afu uandike na Tesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 na 13. Watesalonika wa kwanza 5:12-13. Kwa tutasoma kwanza Waebrania 13:17. Waebrania 13:17. Umefika? Twende. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa nyinyi. Tunaweza kurudia? Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana hao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Haleluya. Kwa neno la Mungu linatuelekeza kutii na kunyenyekea.
Asema obey, when you read in KJV asema obey them that rule over you. Neno obey seem like a military term. Obey lina uzito. Watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea. Neno kuwanyenyekea anasema and submit yourselves. Just submit yourself. Ni moja ya vitu kubwa sana kuijenga kwamba unaweza ukasubmit. Binadamu wengine wanaweza tu kusubmit kwa mtu ambaye anawazidi umri. Kanisa la mahali likufundishi hivyo. Katika Kristo tunajifunza kujinyenyekeza chini ya kiongozi aliyewekwa. Na haipasi kuwa mgogoro katika moyo wa muamini kunyenyekea chini ya uongozi. Unyenyekevu ni nini? Unasikiliza maelekezo. Unyenyekevu haimaanishi ujione wewe ni punje mdogo kutoka kwa no. Kwa sababu hawa wanaotuongoza haimaanishi wao ni bora kuliko sisi. No. They are just first among equals. Wamewekwa tu kwa ajili yetu. Hallelujah. Kwa ajili yetu. Ni privilege tu wamepewa kwa ajili yetu. Na hata anaposema hapa anasema kwamba sababu kwa nini kuwatii na kuwanyenyekea sana? Maana wao wanakesha kwa ajili zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Maana yake wakifanya kwa kuugua ni hasara kwako. Wakifanya na manunguniko ni hasara kwako. Ukikaa katika hali ya mashindano na wao, maana yake wafanyi kazi yao kwa furaha na haikufaidi wewe. Haiwi baraka kwako. So inatufaa pale ambapo tunapokea kwa unyenyekevu huduma yao. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sema ninaweza kunyenyekea. Wengine wanaweza tu kunyenyekea wakiwa ni wanaume, ni mwanaume ndio kiongozi. Akiwekwa mwanamke mbele yake, unyenyekevu unaishi. Yaani anasema sisi kwetu ana zile athari za kikabila. Sisi kwenye kabila letu hatusikizi wanawake bwana. Mwanamke hawezi kuniongoza mimi. Kwa anakaa pale anasikiliza, mnakuta mmekaa pale labda ni group hiyo, sijui kiongozi yule mama pale au yule dada ndio kiongozi pale. Anaongea, jamaa anasikiliza. Ukitoka basi, ile mwanamke anasema nini bwana? Sitasikiliza mwanamke. Basi sio amekosa watu. Anatokea mwanamke kutuongoza. Aturudishie jioni bwana. Huyo mtu hajakuwa kiroho. Amen amen. Amen amen. Katika Kristo Yesu maandiko yanasema neither male no female. Hakuna habari ya mtu mume ama mtu mke. Hasa habari nini? Ni kiumbe kipya. Inapokuja katika habari ya huduma, hapana mtu mume wala mtu mke, bali kiumbe kipya. New creation. So unapojifunza toka mwanzo, Mungu alipoumba mtu mume na mtu mke, aliwaumba kama equals katika kazi ya ufalme. Hasa akamuumba Adam, mtu mume, mtu mke. Adam, acha kwanza kama mtu mmoja anaitwa Adam. Adam kama wanadamu. Adam kama mtu ambaye anaitwa mwanadamu ni mume na mke. Tuko pamoja? Yaani ni mwanamume na mwanamke. Hallelujah. Tuko pamoja? Ile neno above, rib, liko kuongelea a side of a building. Upande wa jengo. Au pande hizo zinafanana. Kwa kama jengo, kama hekalu, kuna upande huu na upande huu, ukiangalia hapa na pale pana tofauti. Zote zimeshika, ziko pande mbili za jengo zenye kufanana. Hallelujah. Ni utambulisho mmoja. Asema mbavu katika mbavu zangu na nyama katika, ni utambulisho mmoja katika Kristo Yesu. Kwa hapapelei mtu kwa kiongozi wa kike. Kwa hiyo muamini anapaswa kuvunja hiyo kasumba ya kitamaduni. Siwezi kuongozwa na mwanamke. Hapana. Amewekwa mbele yako, unanyenyekea na kusikiliza kwa uaminifu na utii. Hallelujah. Si naelewana? Ikiwa ninakupa ugumu, unakuwa unaomba kwa ajili yako na unakiri neno la Mungu mpaka hiyo kitu itoke, kwa sababu kuna watu wamejiweka ni ngome ngumu kuondoka. Ngome ngumu. Kuna maeneo katika nchi ukituma mchungaji mwanamke, kanisa haliendi hapo. Haliendi kabisa.
wanataka mchungaji mwanaume, kwa sababu ya hiyo mentality kwamba mwanamke hawezi kutuongoza. Well, sio katika kanisa la mahali au katika kazi za huduma. Amen, amen. Tuko pamoja? Wengine wameenda mbali na kusema Paul amesema simruhusu mwanamke afundishe. Well, wamekimbia madarasa tu ya imani na madarasa ya kiroho, kwa wanaruka na maandiko ambao hawakuelewa vizuri. Tuko pamoja? Oda ya utaratibu anasema kwamba wakiwa na maswali wakaulize nyumbani, ni katika habari ya mambo ya familia. Mwanaume yuko juu ya mwanamke aliyemuoa. Tuko pamoja? Nimesemaje? Ni kiongozi juu ya mwanamke aliye. Wewe uwezo kaja hapa kanisa ukasema mimi ni kichwa. Wewe sio kichwa cha wanawake wote huko ndani. Umeelewa? Mwanaume ni kichwa cha mke wake. Kwa ndio tofautishe kichwa cha mke na kichwa cha kanisa. Amen. Kichwa cha kanisa ni nani? Kristo. Tuko pamoja? Kwa hiyo habari ya kichwa kwa habari ya mwanamume na mwanamke ni nyumbani. Kwa anaelekeza wakiwa na hoja na maswali, wasianze kuanza kuanza kutoa maelekezo kwa ume zao, mambo ya familia kanisani, baraza mgogoro, nyumbani wakauliza maswali. Kaulizani huko na wafuate utaratibu. Kwa kanisa la mahali na kujenga katika utiifu, na kujenga katika unyenyekevu. Haleluya. Wengine hawezi kujitisha chini ya mtu ambaye anaonekana amewazidi umri, ana umri mdogo. Yani mimi na miaka 42, alafu huyu mtu ana miaka 25. Hatuna utaratibu katika imani ambapo unatakiwa tu uheshimu na kunyenyekea kama huyo mtu ni bonge la mwanamama, mwili mkubwa. Wengine wanapenda mwili, yani mtu akiwa na mwili mkubwa ndio anaweza kunyenyekea. Hata kama umri ni mdogo, akili ni ndogo, hawana shida. Ila wewe na mwili ajione mdogo kama panzi. Nafikiri ni jambo, ni changamoto tu ya kisaikolojia. Haupaswi kunyenyekea au kutii kwa mtu kwa sababu ya anavyoonekana, kwa sababu ya umri wake, kwa sababu ya jinsia, kwa sababu ni kiongozi wako. Inatosha sana. Haleluya. Sema kwa sababu ni kiongozi wangu, nitatii na kunyenyekea. Amen, amen. Na unaondoa zile namna za ubinadamu ambazo unaweka mazingira magumu. Tena ukiwa na hekima, sema nikiwa na hekima, na wafundishe vizuri namna ya kufanya kazi ya watu ambao Mungu amewapa watu kwa ajili yako iwe nyepesi. Sema iwe nini? Nyepesi. Usiweke mazingira magumu kwa mtu aliyewekwa na Mungu kukusaidia kwenye ukuaji wa kiroho, ikawa kazi yake inakuwa nini? Inakuwa nini? Ngumu. Mnanielewa ndugu zangu? Yaani mimi napojijua mimi ni mtu mzima zaidi kuliko yule ndugu aliyewekwa kwa kiongozi wangu. Maana mimi natakiwa niwe na hekima zaidi jinsi ambavyo ninamsaidia yule mtu asifanye kazi yake ikawa nini? Kwa sababu ule utu uzima wangu unamfanya kwamba awe anajitafuta sana namna gani hata ananielekeza. Amen. Tuko pamoja? Sasa usitake advantage ya umri wako mkubwa. Unaweka mazingira magumu. Mtu anakutumia utaratibu utakuwa hivi na hivi. Wanateza mazingira fulani tu hivi. Anaogopa kukuuliza mara ya pili maana ni mtu mzima. Naona sasa ikaonekana mkosea adabu. Ukiwa mtu mzima maana yake ujiongeze zaidi. Amen. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa wewe uko hapa, sasa ipo uko hapa. Kanisa hili umri average umri wengi ni vijana huko. Haya, wanakuja watu wazima, si mbunge, si diwani, mwingine si nani. Wewe ndio unamjaza roho, wewe ndio unamfundisha mafundisho ya awali ya muamini, si ndio? Wewe ndio selida wake tumekuweka. Alafu yule bwana sasa anatengenezea mazingira, unaanza hata kushindwa kumfuatilia. Itamfaidia? Kwa maelekezo haya ni kwa ajili ya wote. Anasema watiini na kuwanyenyekea wenye kuwaongoza. Yeyote anaitwa mwenye kuongoza.
unatii na kunyenyekea. Isiwe shida kwako kunyenyekea kwa mtu ambaye anakuzidi umri. Submission ni vichu, ni attitude. Nimesemaje? Submission ni nini? Ni attitude. Ukiwa nayo hauwezi kushindwa. Unafanya kazi kazini. Hivi na guarantee ukiwa kwenye ofisi hiyo, bosi wako lazima wewe mzee. Unaweza kama mtu mzima na kabosi ni kijana, lakini unachukua orders. Kwa nini iwezekane kwenye ulimwengu wa kawaida? Alafu mtu aje kuleta ugumu katika kanisa. Haiwezi kuwa inatokana na Mungu hata kidogo. Na haiwezi kusema kwamba hawezi. Ni kiburi tu. Au ni kutaka kuwafanyia mazingira magumu wengine. Ama ni uchanga, ni kutokutaka kukua kiroho. Ukuaji wa kiroho unampa mwingine mazingira yawe mepesi zaidi, awe na uhuru wa kusema na wewe. Unaona mtu ni binti, amekuwa kiongozi. Anaongoza pana wa mama kwenye grupu analoliongoza. Wanamwekea tu wakati mgumu. Yaani mkuwekea tu wakati mgumu. Wakisemeshwa kwa upole, wanateka advantage. Wakisemeshwa kwa ukali, kale katoto akana adabu. Sasa kiongozi, wewe kama kwanza unajua wewe ni mtu mzima na akili timamu, si ndio ufanye mambo vizuri? Kwa nini usubiri mpaka uanze kuwasemeshwa maneno magumu? Jiongeze mwenyewe kwamba mimi na heshima. Nisijiaibishe kwa kaka binti kadogo mpaka kaanze kuniambia usi utembea wa Kikristo. Kwani utumi report? Unajiongeza mwenyewe. Kama upendi fedhea, unafanyaje eti brother Musa? Si unajiongeza zaidi. Ukiwa upendi fedhea unakuwa makini zaidi. Mapema. Samahani kiongozi wangu, sitaweza kufika leo katika maombi. Nimetingwa na mambo, nitakueleza vizuri tukikutana. Safi. Hamna mtu anatafutana na wewe. Lakini message ya ujibu. Kupigiwa simu upokee. Akikutana kanisani Jumapili, unataka yaani usisemeshwe, usiulizwe. Ukiulizwa, watoto wa siku hizi hawaheshimu watu wakubwa. Anasema watiini na kuwanyenyekea wenye kuongoza. Hilo linaeleweka ndugu zangu? Na yale unaopenda wewe utendewe, uyatende kwa wengine. Leo wewe unaongozwa. Kesho wewe utafanyaje? Utaongoza. Nini unafanya kwa kiongozi ule naye sasa? Mbegu unazopanda utazifanyaje? Utazivuna. Ni natural principles. Utavuna. Utafanyaje? Utavuna. Unakuwa mkaidi na unapata wanafunzi wanakuwa wakaidi kweli. Unasema hivyo na majoza, yani inakuwa ni changamoto. Nini? Unasema tukumbuka na wewe ulivyosumbua watu. Umesumbua watu ndio wanakusumbua. Unasema viongozi wako unaweka vikao, unamsema kiongozi wako na wewe wako wanaanza kukusema. Hapo ndio ile methali ya Kiswahili inasema mkuki kwa nguruwe. Au mkuki kwa mchungu kwa binadamu nguruwe. Mkuki kwa nguruwe mtamu, kwa binadamu mchungu. Kwa hiyo nafasi hizi watu wamewekwa na Bwana kama privilege kwa ajili yako kumtumikia Mungu ili ukue kiroho. Anasema ya kwamba tunaweza kusoma tena 13 ngapi tumesema? 17 1 2 3. Watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Hallelujah. Glory to God. Tuko pamoja Yes. Kwa kitambulisho tu ni kiongozi wako. Wakati fulani kwenye maisha yangu I submitted to a boy ambaye mimi nilikuwa namfuatilia matokeo yake shuleni akiwa form 2, mimi nikiwa mwaka wa pili chuoni. Do you understand? And I had no issues. Sikuwa na tatizo kabisa. Kabisa. Vizuri kabisa, nasikiliza, napokea maelekezo na nafanya na natoa ripoti. Haipaswi kuwa changamoto. Mweje nako sio changamoto. Yaani hizo sio shida zangu. Sio shida, sitaki kuwa shida zako. Have to be normal.
Kama ambavyo unaenda chuoni, unakuta kama mtu kadogo dogo tu ndio mwalimu wako anakupa maswali na kusaishia, umepata 20 na unakubali. Umekosa pale, anakuonyesha umekosa na unasikiliza. Simple like that. Amen. Hizi traits kuzikosa, unaweza hata kwenye maisha ya kawaida unahangaika sana. Kwa sababu unakuwa tu mtu mkaidi katika wewe, unachagua watu wa kuongoza, watu wa kupa maelekezo. You can't do that. Hallelujah. Wathesalonike wa kwanza 5:12. Wathesalonike wa kwanza 5:12. Hallelujah. Wathesalonike wa kwanza 5:12. Umefika? 1, 2, 3. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Mkawasai sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Unaweza kurudia? Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Mkawasai sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Kwa sababu mwatambue. Kwa hiyo jambo la kwanza ukiwa katika kanisa la mahali unafanyaje? Unatambua viongozi. Who is who? Unatambua viongozi. Ili usije kufika sehemu kama confused. Maelekezo yanatoka kwa kiongozi wako. Kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa kanisani, mchungaji ametoa maelekezo na yeye anatoka anakupa maelekezo. Wewe unapaswa ujue mchungaji wako ni nani, kiongozi wako wa seli ni nani, maelekezo yanatoka kwake. Una jambo, unajua channel ya kupitisha. Taongea na kiongozi wangu wa seli, taongea na mchungaji wangu. Hakuna hizi tunaita nini hizi information ambazo hazipiti katika channel sasa, zinapita hivi. Unaacha kusema na muhusika wa idara fulani, unaenda kusema na mtu ambaye hahusiki. Huko ndiko kutambua. Kwa mfano, tuna press team hapa. Jambo linalohusiana na press team anaambiwa nani? Kiongozi wa nini? Wewe ukiwa mwana timu, jambo la timu yenu, unaongea na kiongozi wa nini? Wa timu yako. Hallelujah. Si iko sawa? Ni iko sawa? Uko kwenye timu ya usher, department ya ushers. Pana kiongozi pale. Una jambo linalohusiana na utumishi huo, unaenda kuongea na nani? Kiongozi wako. Huko ndio kutambua. Sema kutambua. Unatambua aliyo kabla yako. Kiongozi wako usher ajui umeshakimbia kwa mchungaji. Sasa mchungaji anamuuliza kiongozi wa usher, mwenyewe anabaki, mbona hii sasa? Mimi mwenyewe sina habari. Umeleta mgongano wa mambo. Sema mgongano wa mambo. Kutambua walioweka mbele yako. Don't be overstep. Usiende nje ya hatua. Fuata tu taratibu. Ni rahisi sana na mambo yanakuwa rahisi sana yakienda namna hiyo. Amen. Una grievance yote, unasema una mambo ambayo uone kama ujisikii vizuri, jua nani wa kusema naye. Nani aliyewekwa mbele yako? Wewe uko seli ya Tabata, unaongea changamoto zako na kiongozi wa seli ya Mbezi, utakuwa sawa? Hauko sawa. Ongea na kiongozi wako wa seli. Pana changamoto ya kuongea na kiongozi wako wa seli, ongea na mchungaji wako. Amen. Tuko pamoja? Simple like that. Asa mwatambue. Sema na watambua. Sasa lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Mkawastahi sana katika upendo. Kwa hiyo unawastahi katika upendo. Na kwa nini unawastahi? Kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa ajili ya kazi. Hallelujah. Kwa hiyo katika kanisa la mahali tunawastahi ndugu hawa. KJV inasema, and we beseech you brethren to know that which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly. To esteem ni kumpa mtu heshima. Asema very highly. Kwa maana yake viongozi wetu ni esteemed leaders, isn't it? Esteemed ni waheshimiwa. Wanaheshimiwa kwa sababu gani? Sio kwa sababu ni binadamu tofauti sana na sisi, kwa ajili ya kazi yao. Kwa ajili ya kazi yao. Basi kuna miaka fulani hapa katikati hapo tulitokea kelele fulani na manunguniko na maumivu na uchungu
kwenye upande fulani wa watu. Hasa kwa nini Pastor Chris ya Kilome wanaandika lile kanisani kwake pale Christ Embassy? Kwa nini wanaandika highly esteemed Pastor Chris ya Kilome? Hawa watu ni mchungaji wao ndio wana mheshimu, wanasema highly esteemed Pastor Chris ya Kilome. Sasa ukiona akili timamu unaambia tunaenda kusoma Thessalonike. Sasa esteem them highly. Kwa hiyo their pastor is highly esteemed by who? Members. Wewe ni nani? Kwa nini wewe unapata shida? Pastor wa kwao, wenye pastor they esteem him highly. Wewe sasa hii ni man worship. Unajua watu wengine wana unafiki mmoja mkubwa sana. Member hapa labda dada Elika hapa amemwandikia vizuri pastor wake Pastor Chris. Labda ni siku ya birthday, kaandika vizuri. Oh, my pastor, she's the best pastor whatever. Maneno yoyote ya sifa yale, unajua wanadamu wakianza kukusifia. Unaweza kama una akili. People can eulogize, my friend. Watu wanaweza kashusha mashahidi. Yaani wanamzee, ukaongezeka kilo siku moja 5. Sawa Hasa Elika member kondoo wa Pastor Chris ana celebrate, anaandika maneno mazuri, anasifu kazi yake njema kwa sababu yeye ni mfaidika wa huduma yake, maisha yake yameguswa kwa sababu yake, amebadilishwa kwa sababu yake, amepona mambo kadhaa kwa sababu yake. Unaelewa kitu Mtu anakuja, kwani kuna haja gani? Wewe mtukuze Mungu tu. Kuna haja gani ya kwanza kusema maneno kwa binadamu? Hii ni ibada ya binadamu. Alafu kesho huyo mtu unashangaa amemwandikia mke wake, the best wife. Sijui ni kamsifu kweli mke wake. Kwa yule mke sio mtu. Kwa sifa njema wanapewa tu wake na waume zao. Ila akiwa mtumishi wa Mungu, hii ni kuabudu watu. Kuna watu wanafikiri unaweza ukamshukuru Mungu bila kushukuru watu. Watu hawana akili tu nzuri. Uwezo kusema eti umemshukuru Mungu hujashukuru watu waliowatumia. In thanking God, thank also those people God used. Katika kumshukuru Mungu, unawashukuru pia watu aliowatumia. Useme kuna watu ambao hawana shukrani, wana ile misemo, ni Mungu tu alimtumia. Angemtumia mwingine, sina haja kumshukuru. Kwa mimi namshukuru Mungu, ndiye aliyenisaidia. Hata kama ni namna gani mmepishana, mmeachana, remain grateful. Baki nini? Mwenye shukrani. Shukuru watu wote tu Mungu aliyowatumia kukusaidia kwenye maisha yako. Be grateful. Ni Christian virtue. Ni tabia njema ya Kikristo. Kuwa mwenye shukrani. Haugeuki dhidi ya watu ambao wamekuwa beneficiaries kwenye maisha yako, wamekuwa benefactors, wamekusaidia kwenye maisha yako kipindi fulani. Sababu uliachana nao, then siku zijazo mbeleni unaanza kuwa una adui yao. You don't do that. Amen. Ukikuta watu wanawasema vibaya watu waliokusaidia, kama huna cha kusema vizuri, kaa kimya. Sio unaanza kuchangia watu waliobeba maisha yako. Unakuta watu ameishi kwenye nyumba ya mtu miaka 6. Miaka mingapi? Amekula ugali, amekunywa maji yao, amefanya nini? Amesaidiwa, amepewa pa kulala. Katika labda hata kusoma kwake kote, amekaa hapo, amesaidiwa. Wale watu akiumwa wako naye, akipata shida wako naye. Hawe kuondoka, ana maisha yake mengine huko. Unakuta huyo the same person ana join band ya watu wengine walio kinyume na watu waliompa chakula na kunywa. Huyu mtu anasema na akili kichwani. Wewe kuna matendo ambayo binadamu akitenda ibilisi mwenyewe anakaa hivyo sasa, you are too much. Kwa sababu haielezeki kwa wewe, kuna sehemu kabisa ibilisi hatafanyi kazi. Maana uovu ulio kwenye huu moyo wa mtu mwenyewe ni mkubwa mno. Hahitaji kuongezea. Maana nasema kila mtu jaribiwa na tamaa yake, huko kivutwa na nini? Ibilisi huwa ana support tu kutia nguvu zaidi. Kitu cha hofu kilichoanza kwenye moyo wa mtu.
Lakini sasa kuna watu ambao ibilisi anakishaka saa hii ngombe iache iende tu. Mtu ni mwovu sana. Hii inaisha hiyo. Hiyo sitaji kuongezea bado. Anakaa mbali. People are very wicked. Kwa sababu kawaida tu, inawezekanaje uwe kinyume na watu ambao wametoa maisha kwa ajili? Inawezekanaje? Yaani ni vitu vya kushangaza. Hii unatakiwa ukijikuta unakuwa unasema Jesus help me, I'm so wicked, help me. Huo ni uovu wa kutisha sana. Amen. Umeje nako kwa mwenye shukrani. Jawa shukrani. Hallelujah. Kati watu usisahau watu ambao waliwahi kukusaidia. Kuna wakati tu nikikaa hivi na chukua simu yangu, naanza kupigia simu. Watu wa siku nyingi kabisa. Pigia simu tu. Sio kwamba tuna mahusiano, tuna ushirika, na sio kwamba nawatafuta ili tuwe na ushirika. Sababu kuna wakati unakuta you have gone past that. Hamwezi kuwa na ushirikiano. Si ndivyo? Lakini nasalimia na kusema ninashukuru sana, nakumbuka siku zile nimekuepo hapo na nina 1 2 3 na au nasema tu au unaongea kuwasalimia na kujulia hali. Inaonyesha kwamba una appreciate, unakumbuka what they did in your life. Hallelujah. Tuko pamoja? Halafu unakuwa umejenga zile principles kama Mkristo kwamba watu wote ambao mimi wamekuwa msaada kwenye maisha yangu, siwezi kuhusika kuwa sehemu ya silaha zinazotumika kinyume nao. Sitakaa nitumike. Unakataa kabisa. Sitakaa nitumike. Wamekuwa watu wabaya, watu wabaya wao uangamize wawe. Wewe usiwe sehemu ya kushiriki kuangusha. Tujifunze kwa mtu anaitwa Daudi. Sauli ni mfalme. Alimchukua Daudi akamweka nyumbani kwake, si ndio? Akampa nafasi. Hivi bila Sauli Daudi alikuwepo? Sasa ni Mungu, sawa? Ni Mungu, lakini Mungu kwa kumtumia pia nani? Sauli. Ikafika sehemu Sauli akageuka akawa adui, anamtafuta Daudi amuue. Sasa tuanze kusema wewe ndio Daudi. Daudi alikuwa anakimbia for life. Unajua ukiwa hauna experience of running for your life, unaweza usipate sana moto aliokuwa nao Daudi. Daudi anakimbia, na anakimbia sio anamkimbia jamaa yake fulani. Anamkimbia mfalme mwenye jeshi, mwenye intelligence yote ya taifa lake, anatafutwa auawe. Hivi kwenye nchi mkuu kabisa wa nchi akawa ameamuru kwamba utafutwe uawe. Unajionaje? Utakuwa unajionaje? Kuna mahali pa kujificha kirahisi. So ndio ilikuwa situation ya Daudi, anakimbia kwenye mapango haya na mapango yale, ni kujificha na watu waje huku na kule. Sauli anamtafuta ammalize. Na mara kadhaa kukaa na opportunity ambapo anaweza kummaliza anayemtafuta amuue. Tuko pamoja? Huyu ni anayemtafuta amuue yeye. Lakini Daudi hakuinua mkono wake juu ya Sauli. Na alitoa adhabu kali kwa hata aliyejifanya fundi kwamba yeye ndiye amemuua mfalme. Yaani alilipa kisasi cha kuuawa kwa adui yake. Can you do that? Alihakikisha huyu aliyemuua masiwa Bwana ameshughulikiwa ipasavyo. Kwake Daudi, huyu mtu ni masiwa Bwana. Habari zozote za changamoto zote alizonazo ni yeye na nani? Tuko pamoja? Mimi sitahusika kuweka mkono wangu juu ya uangamivu wake. Kama anaangamia, aangamie yeye mwenye huko aishane na Bwana. Mimi nisionekane hata sehemu yangu kidogo ya mchango kuhusika pale. Hallelujah. Unaacha. Sometimes kama kuna judgment ndio imesha acha itake place yenyewe automatically. Hana haja kwanza kusaidia kusukumia, kuongezea. Kuna mambo watu wakifanya kwa maisha, uhitaji wewe kwanza hata kuhangaika. Yaani kuna distraction ambazo ni automation. Kwani uanze tena kwenda kusukuma with that? Kama ni gari hilo, basi hilo linaenda tu korongoni, yeye atalirudi. Una haja kuongezea kulisukuma, linaenda korongoni. Tuko pamoja? So we can learn from that. I remain grateful, I remain righteous, just. Metulia sana. Mara kadhaa opportunity, yani nafasi kabisa ya kumaliza imetokea.
anaweza kummaliza kabisa vizuri adui yake anayekimbia usiku na mchana. Nimewaambia kukimbia kuuawa sio jambo dogo, inaleta hofu kubwa kama hiyo. Kwa katika ulimwengu wa leo kapata nafasi kama hiyo, nimalize shida zangu. Ili Daudi hakuthubutu kufanya namna hiyo. He was creative, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye values, mtu mwenye heshima, mtu wa integrity. Hallelujah. Tunaweza kuwa Wakristo wazuri. Mwambie jirani, unaweza kuwa Mkristo mzuri. Amen, amen. Yes. Ulimwengu wewe unashangaa ukiona vitendo vingine katikati yetu. Unajua niwaambie kweli, kuna vitendo visivyoonekana kwetu vya kushangaza kwa ulimwengu. Hatushuhudii sana nguvu iliyomo ndani. Yaani natakiwa kwamba unaweza ukafanya ukatembea na fulani, watu wakashangaa, umewezaje? Yule mtu ni adui yako. Mbona huu ndio ulikuwa wakati wa kumnyoosha? Mbona sasa ndio wakati? Unajua sasa hivi kwa mfano watu wanaweza kuwa na mambo una mambo na mtu na nini. Afika sehemu sasa ndio kuna vitu vimetokea ambavyo wewe sasa yani ndio unaweza amekuja mwenyewe mahali pake sasa nimalize. Lakini unasema kae pembeni. Hallelujah. Hallelujah. This was your chance. Watu wote wanafahamu this is your chance and you refuse to take that chance. Unakuwa tofauti. Unakuwa nini? Tofauti. No tofauti. So don't work against your benefactors. Watu ambao wamekusaidia, your helpers, watu ambao wametumiwa na Mungu kwenye maisha yako. Don't ever work against them. Watu ambao Mungu anawatumia kwenye maisha yako, usiwe kinyume nao. Kwa sababu wako kwa ajili yako mwenyewe. Kwa sababu watambue hao wanojitaabisha juu yenu. Kwa ukiwa in the church, unawatambua. You pray for them. Unawasai sana kwa ajili ya kazi yao. Fanya maisha yao ya kazi yao yawe mepesi. They are doing it na wanatoa hesabu. Wanawajibika kwa ajili hiyo. Hallelujah. Kwa hiyo kuwa na viongozi wa kanisa la mahali ambapo muamini anawajibika, inamsaidia muamini kukaa kwenye utaratibu. It helps a believer to be in order. Mimi nakwambia kabisa, ukikaa mahali popote na hakuna uwajibikaji, hakuna watu wanaowajibika kwako, ni kazi sana kwamba kiotomatika tu ukawa mtu wa utaratibu. Kwa sababu pana uongozi, inakufanya wewe ukae katika order. Inakufanya ukae kwenye utaratibu. Hutaishi holela kwa sababu kuna uongozi wa kanisa. Hautaishi holela kwa sababu unajua wataniuliza maswali. Umefanyaje hapa? Hii umeendaje namna hii? Kwa uongozi katika kanisa kama unamsaidia muamini kuwa katika utaratibu. Na kuweka maisha yake pia katika utaratibu. Ukuaji wake wa kiroho pia kukua kwa utaratibu. Glory to God. Kwa hiyo unakuta muamini pia sasa anakuwa cautious zaidi, anakuwa makini zaidi, anakuwa na tahadhari na vile anavyojiendesha katika maisha yake, mtembeo wake, conduct yake. Anakuwa mwangalifu zaidi. Kwa sababu gani? Kuna uongozi uko juu yake. Glory to God. Jambo la tatu, kwa jambo la kwanza tumesema ukuaji wa kiroho, kanisa natoa ukuaji wa kiroho, si ndivyo? Jambo la pili tumesema natoa nini? Uwajibikaji, si ndivyo? Ni mahali pa uwajibikaji. Kanisa mahali la kufundisha kuwa na wajibu na kuwa mtiifu. Accountability and submission. Jambo la tatu, kanisa linampa muamini ile hali ya uwajibikaji katika kuwatumikia wengine. It gives the believer a sense of responsibility as we are available to serve others. Kwa vile tunavyopatikana kuwatumikia wengine. Kwa uwajibikaji tunaopata hapa ni kwa vile tunavyowatumikia wengine. Kwa vile tunavyowatumikia wengine. Kitabu cha Warumi sura 12 mstari 11. Warumi sura ya 12. Hallelujah. Umefika? Kwa kuwa sasa upo kanisani, maana yake unapata
kujisikia kuwajibika kwa vile unavyopatikana kuwatumikia wengine. 12:11 tunasoma 1-2-3, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu mkimtumikia Bwana. Amen. Turudie, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu mkimtumikia Bwana. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu mkimtumikia Bwana. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Neno Bwana, mkimtumikia Bwana, ile neno Bwana katika muktadha linaongelea mwili wa Kristo, yani waamini wenzako. Kristo. Hallelujah. Kristo. Kwa tunaposema Kristo, linaongelea Kristo pamoja na umoja wetu au muunganiko wetu wote sisi waamini pamoja naye, yani kanisa lake. Ndio maana ukisoma kwenye muktadha hapa mstari wa 4, nyuma tu kwenye mstari wa 4 wa sura hii, ukisoma mstari wa 4 na wa 5 anasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Umeiona hiyo? Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Haleluya. Tuko pamoja? Kwa hiyo anaposema mkimtumikia Bwana ni kutumikia waamini. Mwambie kwa kumtumikia Bwana ni kutumikia wengine. Ni kutumikia waamini wengine. Kwa uwezo kasema unamtumikia Mungu au utumikii ndugu katika kanisa la mahali. Hakuna siku unakutana na Mungu live, unamwalika nyumbani kwako kampikie pilau au unambrashia viatu ama unamfulia nguo. No. Kumtumikia Mungu ni kutumikia. Mtu anasema mimi napenda kumtumikia Mungu. Maana yake anatakiwa huwa anaelewa kwenye ufahamu wake, anamaanisha anapenda kuwatumikia watu. Serving people is serving God. Loving people is loving God. Uwezi kusema unampenda Mungu haumpendi jirani yako. Uwezi kusema unamtumikia Mungu hautumikii jirani yako. So utumishi kwa Mungu ni utumishi katika kanisa la mahali na kwa njia ya kanisa la mahali. Amen, amen. As we are serving others, we are serving the Lord. Tunapotumikia wengine, tunamtumikia Bwana. Kuna wakati Yesu alitoa ile ana anasema, ni lini Bwana ulipokuwa na njaa tukakupa chakula? Ni lini Bwana ulipokuwa una mavazi tukakupa mavazi? Ni lini Bwana ulikuwa gerezani tukaja kukuona? Akasema, mlipowatendea mmoja wadogo hawa, mlinitendea mimi. Kwa unapotenda kwa ajili ya wengine, umetenda kwa Mungu. Ndio maana nasema tufanye mambo yote pasipo manunguniko na mashindano. Tunafanya mambo yote kama kwa Bwana. Kila jambo tunalitenda kwa jina la Bwana na kama kwa Bwana. Hautendi kama eye service ili uonekane tu. Unatenda ndani yako, unamtumikia Mungu. Amen, amen. Umetoa kwa ajili ya ndugu, unamtumikia Mungu. Kwake Bwana. Unatumika kwa Bwana. Hallelujah. Unaomba kwa ajili ya takatifu, sio kwa ajili score points fulani in the church. You are serving the Lord. Kwa unawatumikia watu kwa ajili ya Bwana. Ni utumishi kwa Bwana. Kwa wakati mwingine hata ambapo wanadamu hawajarecognize, hawajatambua, hawaja-acknowledge kwamba umefanya kweli, wakakupa sifa, una amani kwa sababu you are serving the Lord. Hallelujah. Unajua kwamba Mungu ni mwaminifu ambaye hata sahau tabia. Sisi tunaweza kusahau. Is that you need to know? Sisi wanadamu tunaweza kusahau tabia. Na sisi tunaweza tusione hata kazi nyingine unazozifanya njema kwa ajili yetu. Sisi tunasijue hata unatuombea. Lakini Mungu anasema katika kitabu cha Ibrania kwa kinywa cha mwandishi wa kitabu kile, anasema Mungu hata sahau tabu yenu ya upendo. Maana yake utalipwa. Yeye unayemtumikia ni mwaminifu. Muhimu ni kufahamu kwamba utumishi kwa Mungu ni utumishi katika kanisa la mahali. Kwa mtu yeyote mtanaza, napenda sana kumtumikia Mungu, unamuuliza unafanya nini kwa watu wake? Unafanya nini kwenye kanisa lako la mahali? Amen. Mimi nataka nimtumikie Mungu kwa mali zangu, zipeleke hizo mali kwenye kanisa la mahali. Kanisa la mahali ni jamii ya watu, peleka kwa watu. Hallelujah. Glory to God. Kwa unavyotumikia ndugu, unapotenda matendo mema kwa wengine, unamtumikia Mungu. Hasa sadaka kama hizo
zinampendeza Mungu, ni manukato mbele za Mungu. Tenda matendo mema kwa watu wengine. Ndugu, msichoke kutenda mema, hasa kwa jamii ya waamini. So wema wako unaanza kuonekana kanisani. Upendo wako unaanza kuonekana kanisani. Haui na upendo mwingi huko barabarani, alafu kanisani hakuna upendo. Tulisema ni unafiki mkubwa kuchukua kamera, unaenda kwenye kituo cha watoto yatima, unapeleka chakula na mavazi, unapiga nao picha. Sasa jamani, tutoe jamani kwa ajili ya yatima, igeni mfano wangu. Umepiga picha pale na watoto kama 15. Wakati kanisani hapa tuna watoto wajaenda shule. Mpendo ndugu yako amekosa, amepungukiwa ada. Kanisani tuna watu wanauguliwa. Unajua kwa nini Paulo aliwakemea Wakorinto kwenye ile sura ya 11 nafikiri Wakorinto wa kwanza? Alipokuwa anazungumza ambao watu leo tumechukua tunasema ni meza ya Bwana. Anasema mnapokuja kula na kunywa pale, anasema mlapo ule mwili, anasema mpambanue vizuri mwili. So inaeleweka kwamba kupambanua vizuri mwili ni kujichunguza wewe makosa na dhambi zako, ili uone kama unaweza kukinywa kila kikombe na kula ule mkate. Paulo anafundisha kupambanua mwili, yani kupambanua ushirika wao na umoja wao katika Kristo, yani wao watakatifu wapendwa. Huu ndio mwili wa Kristo. Hebu sema huu ndio mwili wa Kristo. Kwa kupambanua mwili ni kutambua hawa watu kama ndugu zako. Ni kutambua hawa watu kama ni wapendwa, ni familia moja na wewe, ni washirika wa mwito ule wa mbinguni pamoja. Ni kutambua udugu ulionao pamoja na hao katika Kristo Yesu, ndio kupambanua mwili. Anasema kwa sababu kutopambanua mwili, wengi kwenu wamelala. Kwa mtasema, anasema kwamba kwa sababu watu wengi hawakujichunguza vizuri wakati wanaenda kula kile kimkate na kikombe, basi wamekufa. Maana wamekunywa hukumu yao. Watu wamekufa, sema wengi hawawezi kwenu na wengine wamekufa kwa sababu gani? Wakati wanaumwa hakukuwepo watakatifu, walishindwa kupambanua huyu ni ndugu yetu na kumpa support ya kwenda hospitali. Do you understand? Wakati ana changamoto, watu walikaa busy na mambo yao, wakamwacha mtakatifu anaumia na kuangamia kwa sababu wameshindwa kupambanua. Do you understand? So Paulo alikuwa anarekebisha mtembeo wao. Ukiangalia kabla ya kueleza kwa kutumia hiyo analog ya mwili wa Bwana, au chakula cha Bwana whatever, alikuwa anadili na fitna na faraka iliyokuwa katika kanisa, na makundi na mgawanyiko uliokuwa katika kanisa. Wanakuja watu wana vyakula vyao, wanakaa zao wenye nacho huku wanakula wenyewe, wengine wana njaa. Anasema mnakuja mnakula na kulewa, wengine wana njaa. Kwa ushindi ilikuwa ni nini? Hawatembei kwa nini? Kwa upendo. Kwa hiyo kupambanua mwili ni nini? Kutembea kwa upendo kuelekea ndugu. Kuwatambua familia yako. Kwa ni unafiki wakati kanisani pana uhitaji wewe kujifanya unatoa kwa ulimwengu. Tusema upendo kwa ulimwengu ni kushare nao injili. Ndio greatest expression of love you can make to the world. Watu wasioamini hawapendi kwa kuwapa chakula. Hatusemi usiwape chakula. Nasema kwamba upendo, expression ya kwanza ya upendo kwa wasioamini ni kumpa nini? Injili. Mshuhudia habari za Yesu apate uzima. Chakula cha siku moja inamfaidia nini? Kinaenda chooni. Nguo za sikukuu mara moja inamfaidia nini? Zinaharibika. Lakini unaposhare naye injili umempa uzima milele na anakuwa ndugu yako. Sasa ukianza kumpa chakula, mavazi, ina make sense. Unampa mavazi mtu na chakula, naenda jehanamu upetevuni. Ndio unasema umepanda mbegu. Mbegu gani uliyopanda? Panda rohoni kwanza, then bring him or her to church. Tunapambanua sasa kwa hapa. Anahitaji chakula, anahitaji mavazi, anahitaji hospitali, anahitaji hapa. Glory to God. Si kama inaeleweka? Kwa hiyo kumtumikia Mungu ni kutumikia watakatifu katika kanisa la Mungu. Anasema hasa jamii ya waamini. Ile neno hasa imaanishi kama ukisoma vizuri anaonyesha kwamba kipaumbele ni jamii ya waamini. Kwa jirani yako tuseme simtendee vizuri, ila una maelekezo kwamba hawa waamini, hawa watakatifu, hawa wana wa Mungu ambao wewe unashare damu moja na wao katika Kristo Yesu, hawa ni ndugu zako sana kabla ya wasioamini. Ikitokea jamaa yako wa kazini asiamini, anaambia sasa nina shida kidogo, usiku mmoja nisaidie shilingi 30.
Same time, mpendwa kanisani, kabisa nina changamoto kidogo, nitumie 30. Unaanza wapi? Unaanza maelekezo yanasema jamii ya waamini. Usianze kusema unaanza. Ikiisha hilo unamwambia imeisha. Taangalia taratibu nyingine kesho naenda kukuombea. Kwanza ndugu yako, kwanza kipaumbele. Hiyo ni supernatural order. Amen. Supernatural nini? Order. Glory to God. So we have a family in Christ. Kwa kumtumikia Mungu ni kutumikia watakatifu. Ili neno anasema tukua mstari wa 9 wa 11. 11. Kwa bidii si walegevu. Kwa bidii. Utumishi ni kwa nini jamani? Ukiwa kanisani unatumika kwa nini? Tumika kwa bidii. Usisubiri usukume. No, be proactive. Tumikia Mungu kwa bidii. Jiweke available kutumika. Hebu patikana kwa utumishi. Wenyewe kuwa na, unajua kuna mtu anaitwa Petro kwenye Biblia. Kuwa na roho ya pita. Kuwa na kihelehele. Utumishi wa Mungu unahitaji kihelehele. Kwa sababu hakuna siku utaandikiwa barua chumbani kwako kwamba kwako Elizabeth John Mlingwa, mimi Mungu wa wote wenye mwili, na kuandikia sasa leo naomba unanitumikia, tunafunga mkataba, ukinitumikia hivi na mimi nitakufanyia hivi. Brothers and sisters, ni kujipendekeza tu. Hallelujah. Pata tu ufunuo kwamba yeye ametupenda kwanza. Na hivyo na sisi tunaweza kupenda nini? Ndugu. Pata tu ufunuo vile amenitumikia na mimi nataka nimtumikie. Hallelujah. Tulipokuwa mashuleni tukiwa vijana wadogo. Ukweli ni kwamba ukijitazama unajiona kabisa. Mimi nilikuwa nikijitazama, najiona kabisa yani nikijitazama hivi, sioni kabisa harufu yoyote ya mtumishi wa Mungu hata kwa mbali. Amen. Nikitazama wanaotumika, nikiwaangalia walivyo, nikileta na kwangu, haionyeshi kabisa kwamba Mungu anaweza kuwa na mpango wa kunitumia na mimi. Nikitazama ndani yangu neema, nikalinganisha na wengine, mimi sikuwahi kuona hata chembe ya neema. Kwa sababu kwanza kuongea tu, kusimama mbele ya watu kufundisha nilikuwa siwezi. Sio kufundisha tu, kuhubiri nilikuwa siwezi. Do you understand? Yaani kimsingi nikisoma mstari mmoja wa Biblia, nitabaki na waangalia kwanza. Sielewi nianzie wapi sasa hata maelezo na niishie wapi. Kwa habari ya maombi, niliwahi kuambia, nilipiga magoti, nikaomba, nikajua nimeomba kweli, kuangalia sana dakika 5. Nikiwa nimechoka sana. Alafu jamani nikiwa cheki. Watu wanapiga maombi. Watu wamena usemi akisimama, anajenga, anaongea na watu, unaona pana changamka. Yaani sasa mimi mkavu. Tuko pamoja? Nachoweza tu ni kusoma Biblia sana. Unaweza kusoma tu, ukasoma, lakini sina hata naanzia wapi explanation. Mambo ya roho ndo kabisa. Watu tumekuja kunena kwa lugha ukubwani sana. Tuko pamoja? Mahangaiko mengi. Kunena kwa lugha kwenye issue. Afu mkutana watu wanapiga tongues. Akisimama hivi anapiga hivi watu mzee, watu wanapokea. Ujioni kabisa kama Mungu hata na mpango wa kukutumia. Lakini unajua nini tunafanya? Ni kujipendekeza. Watu wanafunga na wewe huko pale. Wanaleta maspika na wewe. Yaani kwenye zile shughuli za kiroho kanisani unaingia, unajiunga katika kwaya unaimba, kwenye uinjilisti unaenda. Yaani wewe idara yoyote watu wanafanya kazi. Unafanyaje? Kwa unaimba, mpaka unawekwa kuwa mwenyekiti wa kwaya. Mimi niliwekwa kuwa mwenyekiti wa kwaya, sijui kutunga nyimbo. Nilianza kujifunza kutunga nyimbo nikiwa mwenyekiti. Kielele, hebu sema kielele. Naonekana napatikana wakati wote. Sasa unakuta wakati mwingine hawana mtu sasa. Ndio wewe ndio unapatikana. Unapewa tu. Tuko pamoja. Hivyo wewe unaweza, mimi nishakuwa great praise and worship leader. Mimi huyu unaniona. Sijui kuimba lakini naongoza timu ya ibada. Kihelele, hebu sema kihelele. Tuko pamoja? Mahali kwingine ukienda, juzi tulikuwa hapo tulikuwa na Pastor Rebecca pamoja na Pastor Faith na nafikiri na Pastor Boni. Tulikuwa naongea kama unaweza kukumbuka ile conversation.
Nilienda Katesh kwenye kanisa ambalo Apostle Boni alikuwepo pale. Alikuwa anaimba kwaya. Tuko pamoja. Tumefika mimi na mke wangu. Tukiwa watumishi wachungaji tulitoka sehemu nyingine. Ila tumehamia pale mjini. Kwa kanisa tukapata maongozi tuende kwenye ile kanisa. Nimefika pale, wala watu wajui mimi ni mchungaji, si mimi ni mwanzishi wa huduma gani, sio na nini. Nimefika pale mimi nikaomba kujiunga na praise and worship. Tuko pamoja. Wewe unavyo kwenye kanisa la watu, unaanza kusubiria, unaanza kukatamani kama mic ka askofu bali. Kama mic. Nini? Kwa sababu wewe umekuwa na ubiribiri uko kwa kufika, unasema unataka wakutambue, wakupe ka nini? Kama mic. Utangoja sana. Kama unapenda kumtumikia Mungu, hautasubiri upewe ka nini? Kama mic. Wewe unapenda kumtumikia Mungu, utatafuta popote utaingia. Kwa watu wanaenda kwenye usafi na mimi naenda. Watu wanakwenda kwenye kuimba, wanasema kuna uinjilisti naenda kufanya nao. Walikuja kutambua ni mchungaji si mtumishi wa Mungu baadaye. Niko kwenye praise band naimba. Bwana akawa anataka kunishawishi niingie kwenye kwaya, nikamwambia hiyo kwaya nakuachia wewe kwanza kwa sasa. Tuko pamoja? Lakini wangekaa vibaya ningejoin. Tukao tunapiga tu za hapa. Hakuna shida. Daudi nasi tunaimba tumearuka sana hayo bila shida yoyote. Tunamtumikia nani? Bwana. Na Bwana wala hasahau. Yaani hata katika kukosa maarifa, utumishi wowote ulioufanya kwa Bwana kwa moyo wa dhati umehesabika. Sio sasa unajua wakati nilikuwa sina maarifa. Ulikuwa unamtumikia Mungu, ulikuwa unamtumikia Mungu. Imetosha. Inahesabika. Tuko pamoja? Kwa hiyo ilikuwa ni hivi, unalazimishwa unajifunza, unatafuta, unafunga, unaomba, unalia Bwana, yaani maombi ya Bwana nitumie yalikuwa mengi sana. Yaani wewe ndio unamwambia Mungu akuone na yeye akutumie. Bwana nisaidie, Bwana nitumie. Kumbe hatukutakia hata kusema Bwana nitumie, tuendelee kutumika. Kwa sababu Bwana anataka tutumike. Amen. Mwambie jirani yako Bwana anataka tutumike. Kwa mwito wa utumishi ni ulivyookoka. Ulivyoitwa kwenye wokovu ndio uliitwa kwenye utumishi. Hakuna barua maalum. A call to salvation is a call to service. You are born again, you are born into service. Umezaliwa mara ya pili, maana yake umezaliwa kwenye utumishi. Umeokolewa, maana yake umeitwa kwenye utumishi. Hakuna mwito, hakuna barua maalum, hakuna sauti ya kutisha. Kristi. Mimi Bwana nakuita. Hakuna hata hizo. Watu unajua kuna wakati ilifika sehemu walifuruga sana na wao kulianza tena hapa katikati watokea kwa manabii, kizazi cha manabii kilinuka. Anasema unajua mimi Mungu wakati ananiita anakueleza, anasema wanatoa ushuhuda, anasema encounter. Nilipigwa encounter 7. Unajua kuna watu unajua katisha tamaa wengine kutupigia Mungu. Asa siku nazaliwa mimi kulikuwa na ishara. Sasa wewe hapaje kutokea ishara yoyote ukiwa unazaliwa, hapaje kutokea ishara yoyote ukiwa unakuwa, hujawahi kusikia hata kwa mbali hata ya majini, sauti hata ya majini, hata kuona mchawi hujawahi kuona. Yaani hauna chochote supernatural maisha yako yote. Hapo jamaa anakueleza jinsi ambavyo Mungu aliwatokea. Akasema nao kwa mara ya kwanza. Afakambishi. Tuko pamoja? Hapo anasema na vile ambavyo Mungu alimwambia mama yake wakati ule anajifungua, Mungu akasema na mama yangu. Sema ile wodi nzima ilijaa kwanza mawingu. Kwa sababu mtoto wa ajabu anazaliwa. Yaani watu wanapangwa waone wao ni special human beings. Wewe ni klasi C ya wanadamu. Wao ni klasi ya kwanza ya wanadamu, na ndio maana Mungu anafanyaje? Hiyo ilifanya wengine waone, ndio maana watu wasema mimi sina nini? Mimi Mungu hajaniita. Kwa nini? Hajakutana na hayo masagasaga ya kiroho, encounter fulani, mapicha, matukio fulani ya kumuonyesha yeye ni mtumishi wa Mungu. Au basi dalili za kipawa fulani special. Sasa heri wale ambao unaokoka, unaona una karama fulani inafanya kazi sana. Unaanza kuona labda kwa sababu ya karama hii Mungu anataka kufanyaje? Kuna watu karama walionayo ndio imewafanya waone wanataka kumtumikia Mungu. Kwa sababu akiwa amelala anaona mambo ya watu. Anasikia issue za watu.
Basi Mungu anataka nimtumikie. Hata waganga kienyeji wanaanza hivyo hivyo tu. Naoteshwa miti shamba. Naoteshwa sasa, itakuwa Mungu anataka niwe mganga nisaidie watu. Ndio pamoja. So mimi nina ndugu zangu wengi ambao hatukujaliwa hayo mambo ya nini? Mapicha picha, matukio, maajabu ajabu, wala kipawa chochote. Mimi hakujawahi kutokea kipawa chochote. Yaani kwamba eti nimeokoka kukawa na kitu special kanaonekana kanafanya kazi kwenye maisha yangu. Hakupajawahi kutokea kwa miaka ya kutosha. Mimi nilikuwa tu busy kwenye maombi naenda. Na Bwana alichonisaidia, Bwana Mungu ni mwema sana. Mimi katika kukua kwangu kote Mungu alinizungushia watu wanaosema maneno ya kinabii. Haleluya. Kila mahali nilipokwenda sikukosa watu wanaosema maneno ya kinabii. Watoto wadogo, watoto wakubwa, watu wazima wanaosema maneno nini? Kwa mimi wakati mwingine hata kujua nataka kumtumikia Mungu, yaani kupata angalau hata uthibitisho katika kuhangaika kote, ni kusikia wengine wakisema kwa vinywa vyao, Bwana anataka mtumikie Bwana. Lakini ukijiangalia wewe mwenyewe hakuna hata ya kunyunyiza. Hata kidogo hapo. Hakuna utendaji wa Mungu waziwazi. Unajua kuna ile utendaji wa Mungu waziwazi kwamba umemwambia mtu akapona hapo hapo. Unasema, Mungu ananitumia. Hamna. Tuko pamoja? Unaongea watu na neno la Mungu ni kama lecture ya kilimo. Do you understand? Unaanza mwanzo, unamaliza, watu wasema okay, sawa, unaenda. Hakuna, lakini wasikia mwingine akisimama pale. Bwana Yesu asifiwe. Leo na walikuwa wamejaliwa na sauti, mimi sikuwa hata na sauti. Bwana leo anasema, tena wakati huo ilikuwa mwalimu mkuu wa Tanzania hii alikuwa juu kweli kweli. Kwa hiyo vijana wengi walikuwa yani sauti wanaisema hivi. Hata kuigiza siwezi. Kama uliza Musa atakwambia. Sauti wakiitoa inatoka. Umeona kitu? Wakisema, unajua kuna watu wamejaliwa tu sauti akisimama kuongea watu wanampokea huyu ni mtumishi wa Bwana. Yaani ile sauti vocal, kumbe ni vocal tu. Ni vokali tu. Kama ambavyo ukienda kwenye maredio kuna presenters, au sio bwana? Wana sauti, inashawishi, inaita, inafanya usikize kipindi. Ndivyo na watu sasa tu wana sauti. Kuna mtu akisimama tu sauti yake, kama upambanui vizuri, unaweza kusema yani tuna mtumishi wa Mungu hapa kwa sababu ya sauti. Sasa ukiangalia wewe ukisimama, unaongea vitu vile. Sisi wengine vitu tuende na kwenye mapoli ili kufanya mazoezi angalau ya kupangilia maneno. Do you understand? We were very poor kwenye usemi wetu. Very poor. Kwa unakwenda polini kwenye miti, unaashumu hao ndio kanisa ama mkutano. Unaanza kuongea pale, unafungua Biblia, Warumi 3:23. Kwa unajifunza nayo kuhubiri kama wengine wanavyohubiri. Unaanza kupangilia mahubiri na ukikosa unarudia tena. Unajisaisha mwenyewe mara ya kwanza, mara ya pili, unafanya hivyo afu unaendelea kwa watu. Una test, unaona bado haingii, bado yani unaona kama vitu vyako vinaenda hivi. Kwa sababu kuna watu wana uwezo mzuri wa kupangilia hoja. Kuna mwingine hata ukiandika bado notes zile wakati unasoma unachukua huku unapeleka pale. Yaani bado hazipangiki. Kwani ni uongo sasa? Yaani there are people unahitaji mazoezi ya kutosha kufanya uwasilishaji wako ukae nini? Bila hivyo unaanzia kule unakuja unachukua ya mwisho unaleta katikati. Sasa alikuwa anaenda sisi ile alikuwa anaelekea wapi? Umeacha umeshika hiyo unarukaruka tu kwenye maneno nini? Ukisema ujipime utumishi kwenye hayo, huwezi kumtumikia Mungu. Utaona hujaitwa. Lakini ukielewa kwamba Mungu ni mapenzi yake, tangu ulipoamini kama umtumikie hautabaki nyuma. Glory to God. You'll make yourself available. Kwa kuwa uko kanisani, make yourself available. Patikana kumtumikia Mungu. Usikae nyuma. Usiseme siwezi. Usiseme sijui. No. Patikana kumtumikia Mungu. Weka kuwa busy. Kwa maana yake sisi wengine tulipambana mpaka yani mpaka ikafika sehemu utumishi wenyewe ikabidi ukubaliane na sisi kwamba na sisi ni watumishi. Maana ulikuwa unatukataa. Utumishi wenyewe ulikuwa unatukataa. Nikiwa mkoa wa high school, nilipoona
Watu wana vitu, wana neema zao, wanapiga mambo mengi pale. Yani unajua kuna mwenyekiti wa UKWATA tunamuita, kuna mwingine tunamuita babu, yani yule wa form 6 yule aliyeangalia staff, afu kuna huyu baba huyu sasa ndio mwenyekiti wakati huo, alafu kuna watendaji wake na wale watu wote bila utisho. Ndugu yangu, mwenyekiti wa maombi ukikuta yani kama njia zako zikazi unapita huko, kwa sababu ni watakatifu sana, wamejaa Mungu kweli. Tuko pamoja? Nikacheki pale nikaona mimi hapa yani hata sisi kupewa kuongoza maombi. Kasema sio tabu. Kulikuwa na maombi ya mabwenini haya. Mimi nikawa sikosi kipindi. Maombi ya kila siku usiku nini? Bwenini. Kwa pamoja na maombi yote kulikuwa na utaratibu wa kila bweni. Kikundi kile sisi cha UKWATA mnakuwa na maombi kule bwenini kabla kama dakika 20 30 sijui kabla na mnakuwa na maombi kule. Nikawa sikosi nipo na usubiria. Naona anavyoanza kuongea pale, nyimbo anazoibisha, namna anaelezea, namna anagawa maombi, niko pale. Kila siku sikosi. Singashangaa tunaanza mimi kupewa kuongoza nini? Maombi. Sasa hapo nikaongoza siku ya kwanza. Tuko pamoja? Ongoza nini? Kabla shaka si kwamba sijioni nafanya vizuri, lakini napata tu neema na kibali kwa wale watu. Nazidi kupewa na kupewa, nikafanywa kuwa mwenyekiti wa maombi wa bweni. Cheo changu kikubwa kwenye UKWATA ni mwenyekiti wa maombi wa bweni. Do you understand? Lakini mimi na jamaa zangu tulijua kwamba hapa ni kujilazimisha tu. Sisi hatukusubiri kupangiwa. Tukawa tunaamka saa 8 tunakwenda viwanjani kuomba. Timu ya watu jamaa zangu wengine 3 4 tunakwenda kuomba saa 8 usiku mpaka saa 11. Kila siku tunaomba, tunafanya ibada. Alafu hatusubiri kupangiwa kazi, mchana tunafanya uinjilisti. Watu wakilipuka mapepo tunaanza kutoa mapepo. Huduma ili tutafuta yeye. Yaani ilibidi tu kubaliane na sisi ni watumishi. Ilibidi ikubali. Lakini hatukuonekana wala tusingekuwa, hatukuwa na nyuso. Mimi nilipokuwa shuleni nilikuwa ananiita white, ni neno la mzaha kwamba ni mweusi sana. Mimi hapa unaweza kumuuliza Pastor Faith alikuwepo pale mkoa wa high school. Nilikuwa naitwa nini? White. Nilikuwa na sura kama ya mbuzi, alafu mweusi. Alafu nilikuwa siwezi kutabasamu tu. Yaani naanzaje tu kutabasamu? Sio mtu atabasamu. Kwa hiyo ni mtu wote. Pale kwenye UKWATA pale nilipoona mambo ni mengi, sina kipengele chochote, nikaanza kupiga kinanda. Bahati nasema Mungu sio John, mpaka hakuna mpiga kinanda mwingine. Kwa kiwango changu ilibidi wakikubali hivyo. Utampa nani sasa? Nikapiga kinanda. Na Mungu akaniwa ajabu kwa kielele nilichokuwa nacho, akaniwezesha kuwa mpiga kinanda bora wa shule nzima. Hadi sherehe za shule ambazo kuna mambo yanafanyika pale, wamealika na wageni rasmi, kuna watu wanaimba nyimbo, mimi ndio nilikuwa naitwa kwenda kupiga kinanda, nampigia mtu kinanda ili apige afanye nyimbo zake pale. Kaulize. Go and verify. Tuko pamoja. Kihelele, hebu sema kihelele. Mimi ndio mpiga kinanda, nilikuwa napiga na naonekana ni mpigaji wa kinanda lakini sijui kodi. Sisi watu na miujiza. Unazungumzia miujiza gani? Napiga kinanda watu wanafurahi. Au sasa nikipiga kinanda, wao wanafurahi, mimi nimenunua sasa. Yaani sasa mpiga kinanda kinatoa, watu wanafurahi. Lakini wakinicheki mimi uso wangu, niko serious kweli. Niko siwezagi kutabasamu. Mweusi niko pale, lakini mimi nasikia raha ndani namtumikia Bwana. Ile expression yefu. Wakati huo ilikuwa usiombe ukutane na mimi kwenye uinjilisti. Utaokoka tu. Utaweje? Niweka kiu ya kutosha. Ilikuwa kwamba nasema siwezi kulala sijasema na mtu mmoja akawa kondoa Mungu. Kwa hata tulikuwa tumekaa tunapiga Yesu watashangaa tu wanaona nimechomoka hivi. Tatembea tu nikutana na mwanafunzi yoyote anaenda siji kula, anaenda siji darasani, mimi naanza injili. Ilikuwa kila siku lazima kuwe na mtu ameokoka. Silali mpaka mtu ameokoka. Kila siku. Kwa ikawa imejenga nipata. Hata nilipokuja chuoni, mimi nilikuwa naanza nilikaa hosteli, nilikaa holi 2 hapo, afu mwaka wa pili nikakaa kule Mabibo zile hosteli zake zile omega si block A C whatever. Mimi nikaamua okay, nikitoka tu narudi bwenini. Naanza na block ili chumba namba fulani. Kwa kila siku napiga vyumba kadhaa. Nikirudi kesho naunganisha inayofuata. Mpaka bweni inaisha. Likisha hilo naenda lingine. Hayo ilikuwa ni maisha. Hakuna kulala, hakuna kutembea bila kuwa umefanya nini? Uinjilisti.
Tuko pamoja? Lakini je, USSF Mlimani, fellowship ya wanafunzi, iliona hata kuna mtumishi hapo? Sikuonekana katikati ya watu wanaweza kuonekana ni wahudumu pale chuoni. Lakini sisi tulikuwa tunatafuta kufanya kazi kwa sababu watu waliookoka ambao hawajaokoka hawajaisha. Hautaki kusubiri upewe mic. Wewe kahudumu wapi? Mtaani. Watu wakuombea wenye matatizo wameisha. Kwa hiyo tulikuwa na session za maombi chuoni. Tunafanya ziko nje ya mfumo wa utaratibu unaotambua watumishi. Lakini sisi tunajua tunapaswa kumtumikia nani? Mungu. Tunaomba, tunafanyaje? Kwa mtu anashangaa, watu wanaanza kuona kwamba hapa ni mtumishi, wanaanza kusema mtumishi, pastor, wanaleta changamoto zao, unaombea, unakutana nao, unafundisha neno. Mungu sio John. Haleluya. Sio nini? Niliingia chuoni nikisema kwamba sasa nimekuja hapa, kule nilikuwa napiga kinanda, nitajifunza vyombo vyote vya muziki, lazima nimtumikie Mungu. Ni Mungu aliyeniambia acha. Watafanya wengine. Mimi nisingeambiwa stop. Nilikuwa nataka kujifunza kila chombo cha nini? Kama ni drum nipige, kama ni bass nipige, kinanda nikolee vizuri. Maana nilikuwa sasa huko nilikuwa nakaa ndio kichwa. Unajua hadi album ya ukwata ya nyimbo, tulienda studio kule kodi, mimi ndio mpiga kinanda. Cassette hizo zipo zina jina langu pale. Huko hapo kihelele, hebu sema kihelele. Sasa wewe umefanya nini? Kihelele gani umekifanya? Ukisubiri bwana tuseme kwamba sasa wewe utakuwa mwenyekiti sijui wa nini. Achana nayo mambo. Wewe anza kufanya kazi. Make yourself available. Mwambie jirani yako jiweke kupatikana. Jiweke kupatikana. Kwa ni jambo la kutisha kama nini wewe kwenye kanisa ufanye lolote. Jambo la kutisha sana. Why? Anasema kwa bidii wala si walegevu. Mkimtumikia Bwana. Glory to God. Tuko pamoja. Kwa bidii wala si walegevu. Kwa ni bidii. Kwa tuweka bidii, tukaweka bidii. Ulimwengu ndio kaanza kutambua kuna watumishi pale. Hatukusubiri kutambulishwa, hatukusubiri kuambiwa njoo, tulikuwa tunafanya. Tukienda mahali tutambui, tunafanya tu. Tunamtumikia Bwana tu. Kaa chini ya watu unaambiwa, unauliza hapa nafanya nini? Unaenda kwenye maspika unabeba. Wanaandaa mkutano wa injili unahangaika, unachukua vitu unapeleka. Fanya kazi yoyote. Haleluya. Duniani wanafundisha usichague kazi. Na kwenye utumishi huku usichague huduma ya kufanya. Wewe fanya yoyote inayopatikana. Kienda kwenye kanisa watu ni wengi. Kiona kwenye kwaya kule wamejaa. Kiona siku kwenye timu ya washers ni wengi. Wewe unamuuliza pasta, mimi nifanye nini hapa? Muulize, ni kazi yake. Muulize, mimi nataka kumtumikia Mungu, nifanye nini? Kama umekosa cha kufanya ukioni, muulize, niwe nafanya nini? Nataka kumtumikia Mungu. Amen, amen. Dada mmoja akaona kila sehemu imebana, akajipa yeye jukumu, akanunua vifaa vya usafi, akanunua na zile dawa za usafi. Kila watu wakienda yeye anakaa kitchen mwa nyuma chapa neno. Na watu walikuwa hawajui, muda mrefu akaa anasafisha vile vyoo vya kanisa, vinakuwa smart na safi wakati wote. Anamtumikia Bwana. Tuko pamoja? Utumishi usema yani ni kwa unakuwa hujaamua tu. Lakini kazi za kufanya zipo nyingi sana. Haya. Hizo za kuonekana zimeishi. Ukiwa naomba kwa ajili ya kanisa masaa 3 kila siku umtumikie Bwana. Kwa sababu ni huduma kubwa kabisa. Pray for the church. Pray for its leaders, pastors. Pray for them. Pray for saints. Ni huduma ya kiwango cha juu sana na Mungu anayeheshimu mno. Kuwaombea watakatifu. Glory to God. Hallelujah. Kwa tumalizie mistari hapa. Tuanzie mstari wa 9 kwenye kitabu cha Warumi. I think this will be our yes. Yeah. Warumi 12, si ndio? Warumi 12. Kwa tutaanzia mstari wa 9. Tutaenda hadi wa 13. Warumi 12 9 hadi 13. Umefika? Ketweni. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Haleluya. Haya maelekezo unaweza ukaprint bango ukabandika nyumbani kwako.
Ukawa kila kingi unacheki pale, unaona, unakumbuka. Imejaa maelekezo. Mstari wa 9 na wa 10 unamsisitiza kwenye upendo. Hallelujah. Kupendana, anasema pendo lisiwe na unafiki, pendo la udugu. No pretense, unafanya kwa Bwana. Uko devoted kwa ajili ya watu au mtu. Hii inakwenda zaidi ya shughuli tu. Lakini nia nyuma ya hiyo shughuli unafanya. Nia nyuma ya huo utumishi unafanya. Ndio pendo lisilokuwa na unafiki. Utumishi usiokuwa na unafiki. Yaani sio eye service. Sifanyi vitu fulani ili nijipatie faida wakati fulani kwenye kutoka kwako. No, ninafanya kama kwa Bwana. Ninamtumikia Bwana. So asema be kindly affectionate one to another with brotherly love. Kwa pendo la udugu asema honor preferring one another. Mkiheshimiana na kuwatanguliza wengine au kuona wengine ni bora zaidi. Kama tu tukafika hapo kutazama wengine kama watu bora zaidi. Kuwapenda wengine kama ndugu, wa kike na wa kiume, kama dada, kama kaka, kama mzee. The church will do amazing things. Hallelujah. Tuko pamoja Kwa hii inakwenda zaidi tu ya kile unakifanya, lakini motive nyuma yake. Hallelujah. Na bidii hapa inaelezewa kama udhihirisho upendo wa ndugu kwa upendo wa mtu kwa watakatifu. Hapa sema kwa bidii wala sio legevu. Unapofanya kwa bidii maana yake unapenda watu, unapenda kanisa la Mungu. Hallelujah. Ni utumishi. Kwa hiyo Paul anahusia watu waamini hapa kuwa na bidii. Neno lilotumika hapa ni fervently, affectionate. Unakuwa na mzigo, kindly affectionate. Unakuwa na moto, unakuwa na mzigo ndani, una passion, unatumika kwa upendo mzito kabisa. Unawatumikia wengine. Glory to God. Kwa hiyo kumtumikia Bwana ama utumishi kwa Bwana unaonekana kwa jinsi ambavyo tunadhihirisha upendo kwa watakatifu. Ambapo akaeleza kwa mstari wa 12 kama kuendelea katika kuomba. Kidumu katika nini? Kusali. Alafu mstari wa 13 akaongelea kama kufikia mahitaji ya nini? Ya watakatifu, ukarimu. So maombi na ukarimu ni utumishi kwa Bwana. Mwambie jirani yako. Kudumu katika kusali, kuombea watakatifu ni utumishi kwa Bwana. Kufikia mahitaji ya watakatifu kwa ukarimu. Yaani inapaswa ukiangalia kipato chako hata kama ni kidogo kiasi gani. Unatakiwa unaweza kuassess kipato changu kinagusa wengine namna gani. Kwa sababu shida zako hazitakaa ziishi. Hayo hela hata kibaki nayo yote haimalizi matatizo yako. Hiyo pesa kuwa mwenye kutoa kwa ajili ya wengine. Usiishi kwa ajili yako mwenyewe. Ni maisha ya ajabu sana kuishi kwa ajili yako mwenyewe. Ni maisha ambayo si ya binadamu, ni ya wanyama, kuishi for your own. Thinking about yourself. Yaani chakula unawaza mwenyewe tu. Nguo unawaza mwenyewe tu. Mambo mazuri unawaza mwenyewe tu. No. Hata kama una mahitaji, kama ambao tunajua mahitaji kwa mtu yataisha, kwenye hicho unachopata, kumbuka wengine, kuwa mwenye ukarimu. Look at that brother or sister ana uhitaji. Be helpful. Be generous. Share. Na mtu mmoja anasema, unamwambia I say anasema kwamba nina hela hapa kidogo nadhani kutumie. Alafu unakuta ukiangalia mambo alionayo unaona hapana kupokea ile pesa. Asa hapana bwana, naona una mambo mengi. Hebu wewe fix kwanza hayo matatizo ulionao ni makubwa sana. Anacheka, anasema falsafa yetu ni ile ile. Ni ipi? Anasema kama mmoja anaweza kutumia 100, wawili pia wanaweza kutumia 100. Unaonaje hiyo? Kama mmoja, wawili pia wanaweza. Kwa anasema kwamba tutagawana tu na itatutosha wote. Hallelujah. Watu kama hawa hawataki misongo ya ajabu ya mawazo. Kwa sababu wanaamini kwenye God's provision. Kama Mungu atatupa tena, atatusaidia tena. Ndugu yangu hana hiki kilichopatikana, hata kama akimtoshi sana, tunagawana wawili. Tunaendelea tena, tunahatua, kesho tunaona tena Mungu anatusaidia. Utoaji ni ishara ya juu sana ya kumwamini Mungu. Kutoa ni ishara ya juu sana unamwamini Mungu na maisha yako. Ubinafsi au uchoyo ni ishara kwamba huamini Mungu anabeba maisha yako. Kwa una wasiwasi wakati wote. Nikitoa hii, kesho itakuwaje? Kwa sasa pale belele. Yaani unapiga mahesabu mengi.
kuwa na financial management bila kuwa bahili. Inawezekana. Inawezekana. Unaweza kuwa generous while you are managing well your finances. Usitumie kichaka cha kumanage fedha kujifanya unasimamia vizuri rasilimali zako kwa kuwa stingy. Stinginess na financial management sio vitu vinavyofanana. Tunaelewana ndugu zangu? Mwamini Mungu na maisha yako, mwamini Mungu na fedha yako. Hebu mwambie jirani yako na mwamini Mungu na fedha zako. Hallelujah. Glory to God. Yeah. So, attitude muhimu katika ibada ni kuwa na rehema na huruma na kanisa la mahali, yani waamini wengine tunawatumikia. Attitude nzuri it says, being compassionate about the local church. Unakuwa considerate. Kwa yule muamini ambaye anaweza kuuliza, sasa pale unamuuliza selida wako, sasa pale imekwaje ile jambo ule uhitaji ulifikiwa? Hata kama unajua ili kuulizia tu. Maana you care. Amen. Maana you care. Ulizia. Habari ya pango letu pale kanisani inaendaje? Kuna upungufu wowote? Kwa sababu kuulizia kunafanya uombe zaidi na pia upate akili kupata hela. Kwa sababu mahitaji yakiwepo huwa yanafanya kuvuta resources. Ni kweli ama sio kweli? Ndio kwenye maisha usiogope kutengeneza budget. Yaani kuweka uhitaji, nahitaji hiki na hiki. Usiogope zile namba, wewe ziweke tu. Nahitaji benki, weka shilingi kadhaa. Usiseme sasa nianze kuweka hela yenyewe iko wapi? Acha. Unaishi kwa kuona, unaishi kwa imani. Weka uhitaji. Mungu anafikia uhitaji. Mungu afikii mawazo. Mungu afikii kuugua na kulia. Mungu anafikia needs. Sasa needs ziwe definite. Weka waziwazi. Nahitaji hiki na hiki na hiki. Then you know unahitaji. Malaika wanajua unahitaji. Na kwenye maombi yako unaonyesha unahitaji. Kuna resources zitavutwa ambazo hazikuwepo. Kwa sababu kuna uhitaji mahali. Ndio sababu. Kwa nini unafikiri watu wanakuwa na hela nyingi na hazitoshi? Kwa sababu utele unakaribisha mahitaji. Na mahitaji yanakaribisha nini? Supply. Iko hivyo tu. The more unapata, the more vitu vya kutumia vinaongezeka. Wategemezi wanaongezeka. Ukianza wewe pata hela. Mimi niwaambia chagua mawili. Hapa duniani chagua haya mawili. Uwe na hela tukuombe, uwe broke na hakuna naye kuomba. Tuko pamoja? Yaani chagua, yaani mimi wananiomba hela. Ndugu yangu, okay, unataka usiwe na hela? Kwa sababu ukiwa una hela, nani anakusumbua? Nani akusumbue una hela? Kwa sababu ukiwa una hela, toka mbali unaonekana una hela. Mikoa tofauti kabisa. Uko Mwanza, mtu uko Zanzibar. Akicheki tu contact yako jina lile. Huyu atakuwa na sidhani kama naye. When you don't have money, hadi mbwa wanajua una hela. Ni vitu vya ajabu sana. Ndio maana wewe bwana ndugu yangu wewe ndugu yangu mimi nakushauri kama mchungaji wako. Aspire tu kuwa na hela. Ni jambo zuri kuwa na hela. Kwa sababu injili pia inaenda tukiwa na hela. Inasukumwa na pesa pia. Amen. Kuna mambo mengi yanakwenda tukiwa na hela. Aspire tu kuwa na hela. Usiwe na tamaa ila weka kwamba unahitaji kuwa na hela. Sababu ya msingi kuwa na kuhitaji kuwa na hela umtumikie Mungu vizuri. Amen. Have money. Kwa ukiwa na pesa maana yake ni kwamba wahitaji wanaongezeka around you. Ambapo wategemezi wanaongezeka pia. Usichukie. Unapochukia wahitaji na wategemezi wanaongezeka, maana yake unachukia kuwa na hela. The more unaanza kuwapunguza, the more na hela inapungua. Kwa ile sela ya kusema napunguza, sela ya kupunguza matumizi ya kimaskini. Nakupa kodi. Mambo ya ngoja niwaambie kitu. Hela inataka kwanza mentality yako ibadilike. Attitude yako ibadilike. Kama watu wameletwa kwenye nyumba yako, yani si kwamba ulilazimisha, si kwamba tu ulienda kutafuta tu John. Watu wameletwa. Kuna circumstances zimefanya watu wamekuja kwenye nyumba yako. Usilalamiki sasa tutaishije? Sasa kaela kenyewe. Maana yake kuna neema ya hawa watu na watatunzwa. Do you understand? Na wakati ambapo Mungu
Mungu anakupa hiyo neema ya kuwatunza, usianze kufikiria anatafuta namna ya kupunguza watu pale nyumbani, unarudi kwenye umaskini. Nataka kupunguza matumizi, tafuta tu nipunguze pale, yule aondoke, yule aondoke, nafikiri ndo tutakasa. Wewe nikwambie, the struggle ulikuwa nayo itabaki pale pale hata wakipungua. Wakiongezeka, stress ile ulikuwa nayo wakati mko wawili, ndio hiyo stress itakuwepo mkiwepo 6. Ndani hakuna tofauti. Kwa nini naweza nikakueleza kwenye hesabu, nguvu ya kujumlisha na nguvu ya kutoa vinafanana. Kwa uchague wewe. Utumie nguvu ya kutoa au nguvu ya kujumlisha. Tuko pamoja? Wengi wanapenda minus. Bro, weka plus. Weka plus. Amen. Weka nini? Plus. Weka plus. Yaani mimi sasa hivi niwe naendesha Vitz. Tuko pamoja? Naendesha gari Vitz. Na kuna namna naweka mafuta, lakini kuna wakati labda na struggle na nini. Alafu inatokea neema ya kuwa na ndinga. Nianze kusema sasa ila mafuta nitatoa wapi? Mimi nitakuwa mjinga. Hii nilikuwa natoa wapi? Kuna wakati nilikuwa natembea kwa miguu. Si ndio? Na bado nilikuwa na struggle na mambo mengine. Si ndio? Kuna wakati nilikuwa natumia usafiri daladala kwenda ofisini kila siku. Na hiyo nauli yenyewe bado yenyewe na nini? Ile ya kwenda na kurudi. Kuna wakati unakaa nyumbani leo yani ofisini nauli haijakaa sawa. Kakiwango ka stress kakutafuta hiyo nauli 2500 uende ofisini. Ndio kakiwango ka stress kwako utagalimika kufikiria shilingi 15,000 au 20,000 ili uende ofisini. Kwa chagua wewe, ujistress kupata 20,000 ama ujistress unapata 2500 uende na dada. Is your choice. It is your choice. Amen. Maisha haya ya face head on. Sema head on. Hamna kuyaogopa. Yaani wewe akabili tu. Tuna Mungu. Amen. Hizi resources ziko duniani sio kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili yetu sisi wenyewe. Asa Mungu ametoa vitu vyote so that we can enjoy. Sasa wewe usiposoma hiyo verse, asa God has given us everything to enjoy. So we are serving God and enjoying resources in the world. Hallelujah. Kadri unapopunguza vitu, unapunguza hata kuwaza. Kwa sababu unajitengeneza kwenye comfort zone. Hakuna vitu vinavyokusukuma ufanye zaidi kwa sababu umerudisha vitu, umepunguza mahitaji, matumizi yarudi chini kabisa, mahali ambapo hautumii tena nguvu ya kufikiri. Zamani mimi nilikataa mapema sana na nilikosana na babangu kabisa. Kwa sababu mzee wangu mimi maisha yake yote ni mtumishi wa umma. Kuna namna wamejengwa. Umeelewa kitu Na hasa miaka ya hapo katikati. Sasa hivi watu hawajali sana sababu kazi ni hamna za serikali. Kwa wakati huo ikawa unaambiwa kwamba tafuta kazi ya serikali kwa sababu ina security. Kwa wewe unaposema unataka kuajiriwa kwenye sekta binafsi unaonekana hutaki kuyapatia maisha. Kwa sababu kwenye sekta binafsi unaambiwa hakuna security, wakati wote unaweza kufukuzwa kazi. Mimi nataka hiyo changamoto. Hiyo changamoto ni nzuri. Ambapo unafanya kazi alafu ukikaa pale unataka uwaze kwamba hii ngoma hii haiko milele hii. Kichwa kile kinachangamka. Tuko pamoja? Mimi nilichagua hivi. Wenzangu walikuwa na apply serikalini, mimi nika apply kwenye sekta binafsi. Mzee tukapelekeza sasa mzee mimi nataka hizi hela nyingi. Hizo za kidogo na usalama wa milele. Sasa huu usalama ni mzuri lakini sio kwangu. Nina mipango. Pia mimi najua nilikuwa sitaki kukaa kwenye ajira siku zote. Yeye anataka niingie serikalini ili nikae mpaka miaka 70 kustaafu. Lakini mimi na mipango nifanye kazi miaka kadhaa niende nikamtumikia Mungu kwa uhuru zaidi. Sasa hapo kwa mimi nataka nifanye sekta binafsi, nichangamke, niwaze, nifikiri kwa sababu nijua nikienda nikakaa kila mwisho wa mwezi kuna hela inaingia. Alafu hakuna namna. Unajua serikalini labda siku hizi, yeye serikalini mpaka ukafukuzwa. Wewe inabidi ukae kikao kujihoji. Wewe ni mtu wa namna gani? Matukio unayopiga ni ya namna gani mpaka serikali ikakufuta? Yaani kufutwa kwenye ajira ya serikali. Maana kuna utaratibu. Hebu sema utaratibu.
Yaani watu watakaa msiki. Kwanza mpaka hilo kosa lije lifike jadiliwe kwenye kamati si ya nini. Ushafanya kazi labda hata miaka 2 mingine zaidi. Kwa kufutwa ni kazi mno. Sasa wengi wanapenda ile. Tunataka watu watumishi wasikie tunawahitaji. Sisemi kwa kusema hivi sina maana watu wasifanye kazi serikalini. Nazungumzia kupenda kufanya kazi serikalini only kwa sababu inakupa security. Hiyo sio sawa. Fanya kazi serikalini kwa sababu kwanza unataka kutumikia taifa lako, lakini pia ile tunasema utaalamu wako ama expertise yako inahitajika pale, au mpangilio wako wa maisha unavyouona utakuwa vizuri zaidi ukifanya kazi na serikali. Lakini sio kwa sababu unataka relax akili na kwa mgando. Kama unataka kurelax na kwa mgando, lakini kuna watu wanafanya kazi serikalini na wanafanya na mambo mengine na wanajiongeza kwenye vitu vingine, na sio kwamba ni kitu ambacho wanaogopa kwamba nikitolewa kesho itakuwaje. Wanaamini hata wakitoka kesho na bado kuna njia zingine watafanya. Glory to God. Kuna wauliza unachagua kutoa au kujumlisha? Atoa ili relax. Toa tu. Mimi nataka niwe na hela nyingi. Na watu kama unatokea watu wanaonitegemea wanaongezeka waje. Sababu wanapokuja, kwanza mimi watu wanapokuja ndio ishara kwangu Mungu anataka kunipa hela. Ishara kwamba sasa wewe unaenda kupata hela, unatakiwa upate hela. Na wakati ambapo huko kuna simu, sasa wewe hakuna hata anayeulizia kaka, mjomba, kuna uhitaji. Wewe kuna hatari utakufa ukiwa tu wewe na mke wako na mashati yenu na magauni kwenye kabati. Hayo tu yanawatosha nyinyi wawili. Basi, na mkikaa vibaya hata chakula mtakuwa mnafika wiki hampati. Mahali pagumu kabisa na pabaya kabisa. Tuko pamoja? Sema mimi ni generous. Nina upendo kwa watakatifu. Hallelujah. Siogopi kutoa. Na muamini Bwana. Glory to God. Amen, amen. Yes. Kwa hiyo muamini akiwa committed kwenye kanisa la mahali anakuwa kiroho na ukuaji wake pia utaonekana kwa utumishi anaofanya kwa wengine. Amen, amen. Kwa hiyo clear kabisa kwamba nafasi ya kanisa la mahali kwenye maisha ya muamini hauwezi kusema imesemwa sana. Hii ni ya kusema na kusema na kusema. Ni mpango wa Mungu na kusudi lake kwa kila muamini. Glory to God. Mpango wa Mungu kwa kila muamini. Local church. Na mtu kwenye local church awe anajielewa sasa. Kama niko hapa kwa ukuaji wa kiroho. Niko hapa nahitaji kuwa accountable. Nahitaji kuwa submissive. Ninawajibika lakini pia ni mtiifu. Kwa kwenye local church natumikia wengine. Unajipa kihelehele, unafanya kazi, unamtumikia Bwana. Glory to God. Pray for yourself. Thank you Lord, thank you Jesus. Tuna kila muamini mtumishi. Tuna kila muamini wanafunzi 100% na mtumishi wa Mungu 100%. Hatuna mtu katika kanisa ambaye hamtumiki Bwana. Kila mmoja wetu anapokea moto mpya wa utumishi. Anatumika kwa Bwana. Kila mmoja wetu anapokea msukumo, anatumika kwa Bwana. Bwana, wasukume watu wako katika shamba lako. Force them out in the field. Force them out into the field in the name of Jesus. Mavuno ni tayari Bwana, watenda kazi. Ni wachache, wengine wako busy. Wasukume waingie kwenye kazi. Fresh fire, conviction to serve you Lord. In the name of Jesus. We pray and receive that we have a church where every believer is 100% disciple and 100% a minister of the gospel, a minister, a servant in the church. Tuna watumishi mahali hapa, tuna wanafunzi mahali hapa, tuna watumishi katika maisha haya, tuna watumishi kila siku kwenye kanisa hili, wanamtumikia Bwana kwa furaha. Wanamtumikia Bwana kwa furaha. Wanamtumikia Bwana kwa furaha. Wanamtumikia Bwana kwa furaha. Kila neboto leo kuna moto mpya, kuna mwamko mpya wa kumtumikia Bwana. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to God. Amen, amen. Glory to God. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9
Kuanzia mstari wa 6. Kuanzia mstari wa 6. Sasa lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Hallelujah. Yes. So giving ama utoaji ni kwa furaha, si kwa huzuni. Kila mtu anakusudia moyoni mwake. Amen, amen. Na ndivyo tulivyo, tumefundishwa ukarimu. Anasema kwenye mstari wa 8, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kwa mavuno tunavuna ni matendo mema, ukarimu zaidi. Kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Hallelujah. So, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatie Mungu shukrani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizi watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Haleluya. Kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri injili ya Kristo, na kwa ajili ya ukarimu wenu ndio shirikishwa wao na watu wote. Nao wenyewe wakiomba dua kwa ajili yenu, na waonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi sana ndani yenu. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake tusichoweza kukisifu ipasavyo. Ni kipawa gani? Ni ukarimu ndani yetu. Haleluya.